Na mtazamaji wa Faida Online TV. Leo ni June 8, 2025. Tunaenda kushuhudia mchezo wa kirafiki kati ya Namungo FC ambao wanaingia uwanjani hapa na Ngwanda sijaona siku hii ya leo hapa mkoani Mtwara kwa ajili ya kucheza mchezo wao wa kirafiki na Mtwara Combine. Tumekutana na meneja wa timu hiyo ya Namungo FC, Idrisa Bandali, kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye kwa upande wake anazungumziaje, maandalizi yapoje kwenye karata yao hii ya mchezo huu wa kirafiki, lakini kipi ambacho anatarajia kwenye mchezo huu wa leo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, watu wa field baki nasi. Yes, tunaona leo mnaingia uwanjani. Nini tunatarajia? Tuanze hapa. Kwanza ni sehemu ya matayarisho. Najua ligi ilisimama karibia wiki 2 au 3. Na ilisimama kwa maana kulikuwa kuna ratiba nyingi, hasa ilikuwa ni ratiba inayohusu Simba kushiriki michuano ya CAF. Kwa bodi ya ligi wakaipa nafasi iweze kushiriki vizuri, lakini kulikuwa kuna michezo ya FA na wenyewe Simba pia waweze kumaliza viporo ili timu zote ziweze kuwa zina michezo sawa inayolingana kabla ya michezo hii miwili ya mwisho. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kuendelea na maandalizi ya michezo yote miwili ya mwisho. Tumerejea kambini tangu tarehe 2, tukaanza mazoezi tarehe 3 Ruangwa, na baada ya hapo tulikuwa na programu hii ya mechi za kirafiki. Tumeanza mechi ya kirafiki Lindi dhidi ya Lindi Combine Jumamosi ya tarehe 7, tukashinda goli 1-0, na leo tuko hapa kwa ajili ya mechi ya kirafiki nyingine dhidi ya Mtwara Combine. Tunachokiangalia hasa sio ushindi. Tunachokiangalia hasa ni walimu, kazi walioifanya kwenye kipindi hiki kifupi, vijana wameipokea kwa kiasi gani na wanaifanyia kazi kwa kiasi gani. Kwa kama ni sehemu ya mazoezi, lakini mwisho wa siku pia ni sehemu ya kutengeneza tunasema kutengeneza ujirani mwema. Unajua ukizungumza timu ya Namungo ndio timu pekee ya ligi kuu iliyoko kwenye kanda ya kusini. Kwa hiyo ni sehemu pia kutengeneza ujirani mwema. Na sisi hapa mara nyingi tunakuja. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi natarajia utakuwa mchezo mzuri, lakini walimu itakuwa ni sehemu pia ya kuona maeneo gani ambao wanatakiwa wafanyie marekebisho baada ya mechi, maeneo gani pia yanatakiwa kuendelea kuboreshwa, ili mwisho wa siku tunapokwenda kwenye michezo yetu miwili ya mwisho ya ligi, ule wa Kagera tarehe 18 na Kengoli tarehe 22 pale Ruangwa, tuweze kufanya vizuri. Okay. Uzungumziaje mchezo huu wa leo kwa hasa kwa timu ambayo mnaenda kukutana nayo? Tunaamini utakuwa mchezo mzuri. Unajua unapocheza na timu ndogo, wale wanataka kuonyesha walichukua nacho kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunaamini utakuwa ni mchezo mzuri, na Mtwara na Lindi ni sehemu ambako kuna vipaji vikubwa sana. Kwa hiyo hata hapa jana tumecheza mchezo mzuri Lindi, vipaji vimeonekana na imekuwa ni sehemu bora sana mazoezi. Kwa hata hapa tunatarajia mchezo kwa mzuri. Imani yetu kwamba wana Mtwara kwa sababu wamemisi pia ligi kuu, watakuja kuiona timu ya ligi kuu, na sisi tumekuja na wachezaji wote, ukiachilia wale ambao wamekwenda timu zao za taifa. Mtu kama Derrick Mkombozi kwa timu ya taifa Burundi, Jonathan Naimano kwa timu ya taifa ya Burundi, Medi Kagere kwa timu ya taifa ya Rwanda. Lakini wengine wote ambao wamesalia tumekuja nao na watakuwa sehemu ya mechi hii, na mwalimu mpanga vikosi viwili. Kila timu itacheza kwa dakika 45 kwa maana wachezaji wote watacheza kwenye mchezo huu. Wana Mtwara wapata nafasi ya kuona wachezaji wote wa Namungo ambao tumewasajili kwenye season hii. Okay. Tuhamie kwenye ligi kuu sasa Tanzania bara. Tunaona tayari Kagera Sugar na King Gold wameshaga mashindano, lakini kwa upande wa Namungo inacheza katika nafasi ya 11 pale. Imebakiza pia timu 2. Tunatarajia nini sasa kwenye mchezo huu ambao imebaki? Hakuna kwanza michezo migumu kama unacheza na mtu ambaye hana cha kupoteza. Kwa maana ameshashuka, yani hakuna chochote ambacho yeye anakitarajia. Hiyo ni michezo migumu sana na ni michezo hatari sana, unatakiwa uendelee kwa umakini mkubwa sana. Na sisi kwetu ni hivyo, tunacheza na Kagera ambaye tayari ameshashuka, tunacheza na Ken Gold ambaye tayari ameshashuka. Hatuwezi tukawadharau kwa sababu ameshashuka, hapana. Chochote kinaweza kutokea. Pale tulipo kwenye hiyo nafasi na hizo alama, tukifanya masiara maana yake tunaweza kwenda playoff. Kitu ambacho hatukihitaji na sio historia ya Namungo. Mimi nimefika Namungo, hiyo timu haijawahi kucheza playoff ya kupambana kubaki ligi. Kwa hiyo mimi kama meneja pamoja na technical staff yetu hatutaki kuwa sehemu ya historia hiyo. Sisi tunaamini tutafanikiwa kupata matokeo kwenye hiyo michezo, lakini hatuwezi kupata matokeo kwa kusema tu mdomoni. Ndio haya maandalizi ambayo sasa yanaendelea ya kupata mechi za kirafiki, vijana wapate match fitness,
lakini kuendelea pia na matayarisho mengine makubwa, na nataka niseme tunakwenda kwenye hizi mechi, matayarisho yetu ni kama tunaanza ligi. Ndivyo ambavyo management inataka, ndivyo ambavyo wachezaji tumewaambia, na ndivyo ambavyo technical staff pia inafahamu. Ni matayarisho kama ligi inaanza. Kwa hiyo ukisema matayarisho ya ligi kuanza, unajua sio matayarisho madogo, ni matayarisho makubwa. Lengo letu ni kuhakikisha tunapata alama 6, kwa sababu katika msimu ambao kidogo tuliumba sana kwenye matokeo ni msimu huu. Kwa tunataka angalau kama tulianza vibaya basi tumalize tuko vizuri. Kwa tukipata hizo alama 6, at least tunaweza tukaa kwenye nafasi ya 7, ya 6 au ya 5. Kwa inshallah kwa matayarisho haya yanayoendelea, kwa kazi kubwa ambayo technical staff inafanya, basi tutapata matokeo mazuri, lakini hatuwezi kusema tu mdomoni. Lazima tufanye kazi ya ziada, vijana wajitolee, technical staff fanye kazi yao bora, mashabiki nao wana Mungu atusupport, tuhakikishe tunapata matokeo. Michezo inajenga amani, inajenga umoja na inajenga urafiki pia. Tunashuhudia kile ambacho kinaendelea kati ya ndugu zetu wana Msimbazi pale na wana Jangwani, hasa kuelekea siku ya tarehe 15 ya mwezi huu. Hatuchezi itakuwaje na vitu kama hivyo, lakini kwa upande wako wewe ni meneja kutoka kwenye timu ya Namungo, ni tofauti na hizo, lakini ni rafiki wa mpira. Wewe kwa upande wako na maoni yako, unatizama vipi tarehe 15 Yanga anaweza kupeleka timu uwanjani? Sasa katika vitu ambavyo wasiwezi kuongelea watu wengine, tusubiri tuone kitakachotokea. Sisi wengine tuko pembeni. Lakini unatamani nini? Sitamani chochote hapa kati ya hivyo. Sijui kitakachotokea. Yaani kwangu comment ni fupi sana, sijui kitakachotokea. Kwa sisi tupo tu kuangalia kitakachoendelea, wakicheza, yaani vyovyote takavyokuwa, yani sisi mimi binafsi sina comment yote. Lakini katika hali ya mapato ya kinchi, unadhani kama hawatapeleka timu yao Yanga, siku na mapato yanaweza kupotea? Nasema chochote kitakachotokea, wao ndo wana nafasi nzuri sana kuzungumza. Nikushukuru sana. Asante. Bwana Idrisa Bandari amegoma kabisa kuzungumzia kile ambacho kinaendelea kati ya timu ya Simba na Yanga. Tunaambiwa tarehe 15 hapo inawezekana Yanga wasipeleke timu uwanjani kama wanavyosema. Sasa hatujui nini ambacho kitaenda kutokea. Ilikuwa ni swali langu la kizushi kwake la mwisho, kutaka kujua yeye kama meneja wa Namungo FC, kwa sababu yeye ni mpenzi wa mpira. Lakini leo tunaenda kushuhudia timu ya Namungo FC ikicheza mchezo wake wa kirafiki hapa nyumbani Mtwara, kwenye uwanja huu wa hapa na Ngwanda Sijaona, pamoja na timu ya nyumbani kabisa ya mkoa ya Mtwara Combine. Faida Online TV tupata nafasi ya kuzungumza naye na kusogezea taarifa hii. Kwa kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV.